takriban hivyo kwa moja, lakini ibada ikaanza sasa. Kwa hiyo ni nyumba ya muda ya hapa duniani. Tutaangalia kule Moshi, ndio Moshi ni pale sasa. Hadi Moshi kabla hujafika Moshi sasa hapo kidogo basi tutakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mchungaji kumaliza ibada kabisa, tutakuwa na ibada ya chakula. Usiondoke kabla. Tuendelee kutupa na nguvu, afya njema katika jina la Yesu Kristo. Kila atakayeshiriki hakika akapokea baraka. Amen. Basi tunashukuru, tumefika mwisho wa ibada hii. Kama ambavyo tumesikia kwenye matangazo, basi tujitahidi kwa ajili ya siku hiyo ya kesho kuaga mwili wa mpendwa baba yetu. Asante. Pamoja na wazee wa kanisa na mwinjilisti kama yuko hapo, maana mimi ni Mimi kwa majina naitwa Manase John Mjema, ni shemeji yake na marehemu. Marehemu alifia India, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba jioni ya leo saa 7 maiti ilifika pale airport, na tulipotoka hapo tukaenda kuhifadhi mwili katika hospitali ya jeshi Lugalo. Na utaratibu wa sasa hivi tutaingia kwenye ibada ya jioni, lakini kesho asubuhi saa 12 mwili utaletwa hapa nyumbani, na baada ya mwili kuletwa hapa nyumbani ratiba zitaendelea za kufarijiana, na itakapofika saa 6 tutakuwa na ibada fupi kwa hapa nyumbani tayari kwa kuelekea kule kanisani KKKT Boko, kwenye usharika wa Boko. Kwa hiyo tutafanya ibada ya kuaga pale, na baada ya hapo tutaondoka kuelekea kule Moshi, Old Moshi Shia, na huko ndiko tutakapokwenda kulaza mwili wa marehemu. Hiyo ni ratiba kwa ajili ya leo na kesho, kuanzia asubuhi hadi tutakapokuwa tumemaliza ibada pale kanisani. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ndugu jamaa na marafiki ambao tumekuwa pamoja nao kuanzia hapo mzee alipokuwa anaumwa na pia kupelekwa kule India, lakini tunashukuru pia baada ya kupata taarifa za msiba wamekuwa pamoja nasi kutufariji, na hata sasa wapo na tutaendelea kuwa nao wakitufariji. Na mama ameshafika na yeye yuko ndani, na tunashukuru kwamba wanaendelea kufarijiwa na kina mama wenzake.